Mechi imetamatika kwa Simba kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Kiwango bora kabisa cha wachezaji wa Simba. Simba kama inarudi hivyo. Kwanza nikushukuru na mchezo tuliona jana, na tuliona maigizo mapya ya Simba walikuwa mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanasubiria kwa hamu kuiona, na tumeona maigizo mapya ya mchezo wa jana, na kocha tumeona anachokifanya. Simba imebadilika kwa asilimia, kama ni asilimia 100 tunaweka asilimia 85 kwa mechi tuliyoona ya jana. Ukizungumzia mechi ya jana, ukichukua na mechi ya klabu bingwa, kwa utaona Simba inajengeka tofauti. Simba sasa hivi wanamiliki mpira, Simba sasa hivi wanacheza kinidhamu tofauti na mechi za nyuma zilizopita. Tuliona Gueye akifanya vizuri, tumeona Clatous Chama amerejea, na Simba muona zimebadilika. Kwa mashabiki wa Simba walikuwa wanapata tatizo la kwanza na striker, na jana tumemwona kocha kipindi cha kwanza kabla hajaingia Selemani Mwalimu hajaanza na striker yote alikuwa bench. Jonathan Soa alikuwa anatumikia adhabu ya kadi, na tumeona na Mwalimu alikuwa bench. Kwa hiyo utaiona kocha anajua kuleta mabadiliko ndani ya kocha wekundu wa Msimbazi. Mechi ya jana kwa Mashujaa, mechi Simba alikuwa anashinda goli 4. Yes. Licha ile penalti ambayo alikosa Kibdenis, alitengeneza nafasi Kibabage, lakini kashinda kuclear nafasi chance katoka nje. Kwa hiyo utaiona Simba ambayo ina organization kila eneo lake, ambao unaona Simba ina katika ubora wake. Namzungumzia Kibabage, ni mmoja kati ya beki mzuri sana. Zamani walikuwa wanasemaga beki wa kupanda na kushuka, ndio kitu alikuwa anakifanya Kibabage, na hicho ndicho kitu ambacho Simba alikuwa amekimisi toka muda mrefu, toka waondoke Hussein Shabalala, Zimbwe Junior, vitu alikuwa anafanya. Kwa hiyo utaona Simba ambayo ina mabadiliko ya kikosi, kila idara na mabadiliko. Tunaona goalkeeper igizo jipya hili, anafanya vitu vyake vizuri sana. Ametoa one save ambayo ilikuwa ni kwa clear bao, alitoa one save moja hivi. Kwa hiyo utaiona Simba ambayo kocha ambayo amekuja kuibadilisha klabu ya Wekundu Msimbazi. Simba inaonekana kama ina changamoto inapokutana na timu ambayo inatandaza football ya chini hivi, inakuwa kama inapata usumbufu. Tuliona mechi ya Mtibwa Sugar, na jana tukashuhudia mechi na Mashujaa. Simba anashindwa kupata goli nyingi kama ilivyotegemewa na mashabiki. Timu ilikuwa inaonekana ina flow vizuri, lakini kwenye swala la kumiliki mpira kama kuna changamoto hivi. Wapinzani wao walikuwa kama wanawini kwa muda mwingi sana. Ni kitu gani ambacho kinapelekea matatizo kama hayo, kwa sababu Simba haijazoeleka kuwa na ile? Unajua kwenye football na maigizo mapya kwenye timu, ndio maana nakwambia hapo mwanzo kwamba Simba ina maigizo mapya, kwa maana bado uelewa wachezaji sawa, na bado hajaweza kukaa katika form moja. Ile Simba inayotengenezwa sasa ikikaa kwenye form itakuwa Simba moja hatari sana, na tumeona kumiliki mpira, asilimia kumiliki mpira. Hata tumeona Uingereza EPL pale, Chelsea anaweza kumiliki mpira kwa asilimia kubwa, lakini Chelsea akafungwa. Sawa, tumeona timu nyingi, Man City anamiliki mpira lakini anafungwa. Tumeona mechi ya Arsenal na Man United, Arsenal anamiliki mpira kwa asilimia kubwa lakini anafungwa. Turudi kwa Simba kumiliki mpira ni bado ile compact ya wachezaji hawajaunganika kama inavyotakiwa. Ndio nasema miaka iliyopita Simba ya kocha Faldu Davis, Simba ilikuwa inacheza mpira, ilikuwa inaachia mpira. Tuliona Simba ya Roman, tuliona Simba ya kocha alipita, kocha nani ule? Kocha msimu uliopita hivi kama miwili nyuma hivi. Nyuma alipita Simba na akapita Uchebe. Akapita Uchebe, yes. Kwa hiyo utaiona Simba ambayo ilikuwa tofauti. Na Simba ya msimu, kocha anajaribu kutoa ule mtazamo wa mashabiki wa Simba, kwa Oscar kwamba Simba inacheza muda mrefu, Simba inamiliki muda mrefu mpira. Kwa hiyo bado ile Simba inatengenezeka, na tunavyoona inaelekea, taswira yake inaonekana inaelekea vizuri. Na kuzungumzia Simba ikutana na timu ambayo inaweka mpira chini nasumbua kutokana na ule defense. Umeelewa? Tuliona mechi ya klabu bingwa, Simba alicheza mpira mkubwa sana lakini akafungwa. Kutokana nini? Tunaona winning zile.
bado ile Simba bado yana compact ya muda mrefu. Ni wazi ukiangalia Simba ni kama timu ambayo ilikuwa inatafuta mtegemezi wake ambaye iliondoka kwa msimu mmoja nyuma na hatimaye amerejea sasa hivi. Mtegemezi huyu wa Simba si mwingine ni Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka, amerudi kwenye ufalme wake. Yes, kurejea kwa Chama ni sehemu moja hapo ambayo kuboresha kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Tukumbuke kwamba Simba hata kabla Jean Charles Ahoua alivyokuwepo na akatoka, umeelewa? Simba kurudi kwa Chama ni sehemu moja hapo ambalo kinahitajika kutoka muda mrefu, na hata Chama kuondoka Simba kwenda Yanga, kutoka Yanga kwenda Singida Black Stars, bado alikuwa anahitajika Simba. Kwa hiyo na Simba inamhitaji wa Chama namba 10 ambaye mtulivu kama Clatous Chama, na kurejea kwake kwa Chama ni Simba ambayo inaenda kubadilika. Tuliona mchezo wa jana, mechi yake ya kwanza ya ligi akiwa na Simba, tuliona mambo alikuwa anafanya. Kwa hiyo Simba ilikuwa inamhitaji mtu kama yule, na kurejea kwake ni sahihi kwa Simba kwenda kufanya vitu ambavyo mashabiki wengi walikuwa wanahitaji. Ingizo la wachezaji wapya wa Simba linaonekana kwamba kama ni wazi linakuja kufunika lile gap ambalo waliokuwa nalo kupitia kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Ukizungumzia ubora wa Mpanzu na ukizungumzia ubora wa wachezaji wapya, bado utamwona Mpanzu yuko bora, kwa sababu Mpanzu ashacheza mechi nyingi na maigizo mapya bado ni mwanzo sana kusema kwamba ni moja kwa moja kwenda kusema kuziba pengo la Elie Mpanzu, na bado Mpanzu yupo ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi, na kuna taarifa ambazo zinatembea katika mitandao ya kijamii zikizungumzia kwamba huenda akahitajika Raja Casablanca, na kocha Fadlu Davis anamjua ni mchezaji na gani, na ndio maana anamhitaji kwa haraka kwenda kutumikia klabu hiyo, na kuzungumzia kwamba maigizo mapya bado tayari ofa imeshapigwa chini na Simba. Yes, kama imepigwa chini ni jambo ambalo la furaha kwa mashabiki wa Simba, lakini mpaka sasa hivi kwa sababu nimejaribu kupitia ukurasa wa Raja Casablanca, na Fadlu Davis anapendekeza zaidi kumhitaji mchezaji huyo kwa haraka sana, lakini kama Simba amepiga ofa chini ni jambo zuri, kwa sababu tuangalia nafasi yake pale, kuna Gueye kaingia na tumeona vitu anafanya. Kwa hiyo nafasi yake itakuwa finyu sana kwa Wekundu wa Msimbazi Elie Mpanzu. Kwa hiyo asipojiangalia na asipokaa saa kama akakubaliwa akabaki, basi inabidi afanye kazi kubwa sana kumweka jamaa benchi. Huyu jamaa ana moto wa aina yake, na tumeona mechi mbili ni mchezaji ambaye anafanya vitu vyake. Tuliona ni mchezaji mpaka kwenye 18 ana lefti, mchezaji mpaka kwenye 18 anapiga, mchezaji ambaye anafanya vitu ambavyo wana Simba walikuwa wanahitaji muda mrefu. Kwa hiyo kwa complain na Elie Mpanzu, kuna kazi ya kufanya. Kama kazini kwa Mpanzu kuna kazi, ndio kusikia hivi. Kituo kinachofuata ni mechi ya kimataifa na Esperance de Tunis. Upande wa pili Dar es Salaam Africans watakuwa dimbani wakicheza na Al Ahly. Vile Azam FC watakuwa na Nairobi City, pamoja na Singida Fountain Gate watakuwa wanasafiri. Singida Black Star watakuwa wanasafiri kuelekea kule Kongo. Karata yako kwa Simba na Yanga? Kwa mchezo wa Simba anacheza nyumbani Benjamin Mkapa, yes, ambao tarehe 1, yes, na tarehe 30 kesho Young Africans anachukua mbele ya Al Ahly. Kwangu mimi kwa mchezo wa Young Africans na Al Ahly bado ataonyesha ubora wake. Kwa hiyo mechi ataweza kashinda bao 1-0. Sioni Yanga ambaye inaenda kupata matokeo ndani ya Al Ahly, sababu Al Ahly anataka mizuta ashinde nyumbani na ugenini. Kwa hiyo ukiangalia Young Africans kama atomheshimu Al Ahly, uone Yanga akivuna walau alama moja. Sioni Yanga kama atapata hata alama moja pale Zanzibar. Light labda ingekuwa Benjamin Mkapa. At least ningeona kutokana na ile movement ya mashabiki wengi katika uwanja Benjamin, lakini kupelekwa Zanzibar mechi sioni Yanga ambayo tumezoea tena kupata matokeo ndani ya Al Ahly. Yanga wanajiona Zanzibar ni kama nyumbani kwao, maana tayari wameshajaa, wapo wengi sana au mashabiki unawazungumzia. Yes, of course, lakini ukisema Benjamin na Benjamin Mkapa na uwanja wa Amani tofauti. Kwa hiyo utaiona Young Africans ambayo mechi ambayo Young Africans kwake itakuwa ngumu, na hii mechi ndio itampata sura kwamba Young Africans asalia ndani ya kundi ama sisalie. Kwa hiyo kwa timu zetu zote mbili, Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars, kama wataweza kujikamua kweli kweli, wana nafasi ya qualify. Lakini ukiangalia kwa upande Young Africans, bado sioni nafasi ambayo Young Africans anaenda kuipata labda qualify katika tunafuata robo finali. Lakini tukirudi kwa upande wa Simba bado ana nafasi
ya kushinda, kama endapo akishinda mchezo huu ambao unafuata tarehe 1. Hiyo ndio itawapa matumaini kwenda kwenye kundi lao, kwa sababu kundi lao litakuwa Simba atakuwa na tofauti ya pointi ambayo anaongoza, atakuwa na tofauti ya pointi 3 kama Simba atashinda mechi hii. Kwa hiyo utazama kundi la Simba anaongoza kwa pointi 5, anafuata pointi 4, anafuata pointi 4, Simba anaona pointi. Kwa hiyo mechi ile kundi bado gumu, lakini ukiliangalia kundi la Young Africans bado ni gumu zaidi, kwa sababu Yanga inahitaji mechi ya kesho ashinde. Asiposhinda, hatima Yanga itaweza kaishia pale pale. Bwana, shukrani sana.